Bwana ni mzee wa kuwasanua mbele ya kamera. Kumekuwa na matukio mbalimbali kufuatia mazishi au utaratibu mzima wa mazishi ya kiongozi mkubwa wa dini ya Kiroma Kikatoliki. Na hiyo imetokana ni kufuatana na namna ya vile mazishi yalivyokuwa yanaendeshwa au utaratibu mzima wa mazishi yale yalivyokuwa yanaendeshwa. Sasa hii imezua taharuki miongoni mwa waumini wa dini hiyo, kwa sababu imekuwa tofauti na mazishi ya kawaida ya viongozi wa kawaida au ya waumini wenyewe, kwa maana pale kumekuwa na taratibu mbalimbali ambazo wamekuwa wakidai kama ni za kishetani. Listen to me. Taratibu hizo nyewe mmeambiwa kwamba ni ushetani. Mambo hayo yanayofanyika pale nyewe mmeambiwa ni ushetani. Lakini hizo ni siri za kilimwengu ambazo hawakukubali wao zikufikie wewe. Tumeona mavazi mbalimbali kama unavyoona pale. Hayo manani, hayo mikofi nyeusi na mifimbo hiyo. Tumeona kama miudi fulani mieusi inachoma pale, mimoshi kibao pale kama unavyoona hapo. Je, ndio ushetani wenyewe ambao kila siku mnaambiwa? Lakini tukifanya sisi mnasema kwamba uchawi. Tukifanya sisi mnasema ni ushirikina. Lakini siri hizo wamekuficha wewe ili wakutawale. Kwa sababu lengo la hizo zote ni kukutawala wewe. Lakini leo hii tukikuelekeza unataka kusema kwamba imeandikwa sehemu fulani, kanitafutie sijui imeandikwa sehemu fulani. Je, nikuulize, utaratibu mzima wa hayo mazishi imeandikwa wapi? Yote hiyo walitaka kukuficha kwa sababu wanaelewa ukijua hautakuwa chini yao. Kwa hiyo kuna siri kubwa ambazo zimejificha, wewe mwenyewe huelewi. Walikuficha. Lakini wewe mwenyewe upo kwenye hiyo dini na hauelewi kwamba inakuwa kuaje. Hauelewi taratibu nzima za hayo mazishi inaendaje. Hauelewi hiyo mikofia ina maana gani. Hauelewi huo moshi una maana gani kwenye mazishi ya papa. Hauelewi hayo mavazi yana maana gani. Lakini mzee wa kuwasanua akikwambia kwamba kuna hiki na hiki, unamwambia ya kwamba kasome kifungu fulani. Na wewe kanisomee kifungu kinachotetea sasa kwamba kinasema ya kwamba papa akifa afanywe utaratibu kama huo. Unajua mmefungwa, yani kiasi kwamba kila mnachokisikia mnataka kitoke kwenye hilo zizi lenu ambalo limeandikwa sijui kuna maandishi gani. Kila mnachokisikia mnataka kurejea sijui fulani. Yani nashindwa namna ya kuongea kwa sababu nyie kila kitu mnachotaka kukisikia ni lazima kiwe kimetoka kwenye hicho kitabu chenu. Akiongea mzee wa kuwasanua mchawi, akielekeza mzee wa kuwasanua afanye hivi na hivi mshirikina. Wao utaratibu wote na hao ndo waanzilishi wa hiyo dini yenu. Ndio ushirikina wenyewe. Kuna vitu hamvijui. Hebu fuatilieni. Sasa next nitawaeleza ni namna gani sasa hizo zilikuwa zina symbolize nini, au hizo taratibu nzima za mazishi zilikuwa na maana gani. Kuna siri nyingi sana ambazo zimejificha. Na lengo mimi sio kuwakosoa nyie. Lengo la kwangu mimi ni kwamba tuelimike, sio kukosoana na wala sio kujiona mimi ni bora. Kwa hiyo endelea kunifuatia mzee wa kuwasanua.